Karibu kwenye habari za ulimwengu. Serikali ya Marekani imeanza kuchukua hatua za kuhamisha baadhi ya watumishi wake wa kidiplomasia pamoja na raia waliopo nchini Israeli kufuatia kuongezeka kwa hofu ya kuzuka kwa vita katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya kimataifa, hatua hiyo inalenga kupunguza hatari kwa raia wa Marekani iwapo hali ya usalama itadhorota ghafla. Vyanzo vya kiusalama vinaeleza kuwa uamuzi huo ni wa tahadhari, huku mvutano wa kijeshi na kisiasa katika eneo hilo ukiendelea kupanda. Ripoti za kimataifa zinaonyesha kuwa baadhi ya watumishi wa ubalozi wa Marekani wameanza kuondolewa au kupewa ruhusa ya kuondoka kwa hiari, wakati tathmini ya usalama ikiendelea kufanywa. Hatua hii inakuja wakati kukiwa na mvutano mkubwa unaohusisha Israeli na Iran, pamoja na hofu ya uwezekano wa mashambulizi ya kulipizana kisasi au upanuzi wa mgogoro wa kikanda. Serikali ya Marekani haijatangaza rasmi kuwa vita iko karibuni kuanza, lakini imeeleza kuwa inachukua kwa uzito mkubwa tishio lolote la usalama kwa raia wake. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema kuhamishwa kwa raia au watumishi wa kidiplomasia mara nyingi ni ishara ya tahadhari ya juu ya kiusalama, hata kama hatua hiyo haimaanishi kuwa vita ni jambo la uhakika. Katika taarifa zake za awali, Washington imesisitiza kuwa inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali ya usalama katika ukanda huo na iko tayari kuchukua hatua zaidi kulingana na mabadiliko yatakayoonekana. Hatua hii pia inaweza kuathiri masoko ya kimataifa, hasa sekta ya mafuta, kutokana na umuhimu wa Mashariki ya Kati katika uzalishaji wa nishati duniani. Swali linalobaki ni hili: je, hatua ya Marekani ni ya tahadhari ya kawaida ya kidiplomasia au ni dalili ya mgogoro mkubwa unaoweza kulikumba eneo lote la Mashariki ya Kati? Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.